Habari gani mwana KOTV, kama ni mara yako kwanza, tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni D wa KOTV. Ukizungumzia siasa za Tanzania huwezi kumsahau Peter Msigwa. Huyu alishawahi kuwa kada wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, akaenda CCM na baadaye amerudi Chadema. Peter Msigwa ni miongoni mwa watu mashuhuri sana katika mitandao ya kijamii, hasa katika kuandika masuala mbalimbali ambayo yanahusu masuala mazima ya siasa. Peter Msigwa ameandika ujumbe mrefu kwelikweli katika mtandao wa Twitter kuhusu vitisho vya nje na vitisho vya ndani. Pasi na kupoteza muda, na nukuu maneno ya Peter Msigwa katika mtandao wa Twitter. Peter Msigwa alianza kuandika hivi: vitisho vya nje na vitisho vya ndani. Tanzania inahitaji zaidi amani ya mipaka. Inahitaji pia taasisi imara zinazolinda haki za Watanzania ndani, jeshi lenye uwezo wa kulinda taifa dhidi ya vitisho vya nje ni muhimu kwa usalama wa taifa. Lakini kwa upande wa uchumi, utawala wa sheria unaolinda haki za watu, mali zao na mikataba yao dhidi ya vitisho vya ndani ni muhimu kwa kiwango hicho. Wawekezaji hawawekezi kwa sababu ya hotuba nzuri za viongozi au ahadi za kisiasa. Wanawekeza pale ambapo wana uhakika kuwa sheria italinda mtaji wao, mahakama zitatenda haki, mikataba itaheshimiwa na hakuna mtu aliye juu ya sheria. Vitisho vya ndani kama rushwa, kutotabirika kwa wawekezaji wa sheria, ukiukwaji wa mikataba, matumizi mabaya ya madaraka, upendeleo, nepotism na utamaduni vinaweza kuwa na athari kubwa kwa uchumi kuliko hata baadhi ya vitisho vya nje. Vinapunguza imani ya wawekezaji, vinaongeza gharama za kufanya biashara, vinakwamisha ubunifu na kusababisha mitaji na vipaji kuhamia kwenye mazingira yenye uhakika zaidi. Historia ya uchumi duniani inaonyesha kuwa mitaji hukimbia pale ambapo utawala wa sheria unapodhoofika, na huenda pale ambapo taasisi zinatoa uhakika. Ndivyo maana kulinda taifa dhidi ya vitisho vya ndani si suala la haki pekee, ni mkakati wa ukuaji wa uchumi, ajira na ustawi wa taifa. Mwisho wa kunukuu maneno hayo mazito kweli kweli kutoka kwa Peter Msigwa. Peter Msigwa ametoa utofauti mkubwa ambapo upo kati ya vitisho vya nje na vitisho vya ndani, na akatoa mitazamo mbalimbali. Amesema vitisho vya nje vinaweza na kuwa na unafuu kuliko vitisho vya ndani, kwa sababu vitisho vya ndani vinasababisha wawekezaji wengi kuweza kukimbia kutokana na namna ambapo tawala za usheria zinakuwa hazifuatwi na haki mbalimbali zinakuwa zinapokonywa. Wanakuwa hawana uhakika na mitaji yao, kwa mujibu wa Peter Msigwa. Pasi na kupoteza muda, nitapitia maoni mawili matatu nione watu wana mtazamo gani. Wa kwanza katika eneo la maoni hapa namuona anaitwa Daudi Thomas Steven, anasema ushauri mzuri sana Peter Msigwa. Pasi na kupoteza muda, kama ni mara yako kwanza, tafadhali subscribe na turn on notification ili uwe mtu wa kwanza kupata taarifa ambazo zinapostiwa hapa KOTV. Jina langu ndio KOTV. Tutaonana wakati ujao katika masuala ya kisiasa. Bye bye.